Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! The government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Yes, how are you? I'm fine, thank you. Yes. Yeah. Leo tunaangazia chama tawala, chama cha UDA. Tunajiuliza kina hakikisho la second term ikifika 2027, na kama jibu ni ndio, amefanya nini ambacho kina guarantee yeye kupata second term, na kama jibu ni la, anafaa kufanya nini kuhakikisha labda atapata kura mwakani? UDA chama ambacho ni tawala katika nchi yetu ya Kenya. Hatuwezi tukasema, naweza sema ni 50-50. Au hatujui kama watarudi ama watarudi. Inategemea vile watafanya kazi mwaka ambao umesalia. Ndio. Na kwa upande ule mkubwa 70% wanasema, Wakenya wengi wanasema hawajaridhishwa na vile UDA imefanya kazi ama vile serikali inafanya kazi. Na ukiangalia vile vile kuna malumbano kwa wale ambao wanataka kuingia katika pact ya coalition na UDA ambao ni ODM. Na kama ODM, kama niliposikia hiyo jana jioni, yule ambaye ni mbunge wa Suna, Junet Mohamed, aliweza kuzungumzia masuala ambayo sasa hivi najua leo yatazua mjadala sana katika mtandao, kwa sababu aliweza kusema bado hawajakamilisha hawajakamilisha kuunga mkono UDA. Wataenda waangalie kwa meza nini watapewa, na kama wataridhika watajiondoa. Okay. Na kama watajiondoa, wataweza kutafuta either Kalonzo, Matiang'i, Karua na either pia Jaji Maraga. Lakini wakasema kwamba bado tutamatishe hii ya UDA kwanza. Negotiations. Na unakumbuka kwamba UDA na ODM kile kitu wanakosana, ama kile kitu ambacho wanakosania ni kwamba ile 10 point agenda ambayo waliweza kutia saini haijafanywa kazi, na ndio jambo ambalo swali limekwamisha na limeleta pia mvurutano katika chama cha ODM. Wanasema kwamba tuliahidiana, tukaandikiana na hakuna kitu imefanywa. Kwa nini tena tuingie katika mkataba mwingine ili ule mkataba wa kwanza haujafikiwa na kile chama tawala cha UDA? Okay. Na nimeona ODM wakisema kwamba wao ni the star, wanasema Kithure Kindiki's position as a DP huenda ikapotea if ODM na UDA wataweza, kwa sababu ODM wamesema it's either mtupe deputy or no coalition. Sio guarantee kwamba ODM watapewa kama DP. Na ukiangalia pia ni ngumu sana Kithure Kindiki kurudi, kama ambao ni maoni yangu, ni ngumu sana Kithure Kindiki kama deputy wetu kurudi kama deputy president 2027. Ikibainika kwamba pia watu wa mlima wanafanya katika negotiations. Ni nani? Na kwa sababu ikibainika kwamba ukiangalia sehemu ambazo Kindiki ametoka, hakuna uungwaji mkono ama hakuna kura nyingi sana ukiangalia na ukilinganisha na wengine, ukilinganisha na Kirinyaga, Murang'a, Kiambu. Na ndio maana hata mpaka sasa hivi mbunge gavana wa Kiambu pia anapigwa vita sana, kwa sababu zile kura ambazo ziko Kiambu wanataka kudestabilize ikue hizo 1.5 million votes zimetapakaa, ziko kila mahali. That's why unaona kuna mzozo mwingi katika chama cha UDA, na vile vile inabainika kwamba Wamatangi hataweza kurudi na chama cha UDA. So pia wanamlima wanangojea DP position, lakini sio Kithure Kindiki. As we speak, wanasema Anne Waiguru. Kumbuka Anne Waiguru atakuwa anatamatisha awamu yake ya pili kama gavana. Vile vile ako katika mizani, wanasema huyu ni mmoja wetu. Na ukiangalia DP
huenda ikatoka, kama itatoka Mlima Kenya kwa mirengo yote miwili, opposition na government, itakuwa ngumu sana kutoka kwa ODM, kwa sababu ukiangalia ODM vile kura zao zimegawanyika, si 100% kwamba wataenda kwa UDA na wapige kura 100 juu ya 100 pale. Ikibainika kwamba pia mwaka 2022 kura 700,700 hazikuweza kupigwa kutoka Nyanza. So huwa tunajiuliza kama 700 almost a million votes hazikuweza kupigwa, guarantee kwa wapi watapiga 100% kwa UDA. So ni kizungumkuti. Na vile Rais William Ruto kwa sababu anajua kucheza hizo karata, ni itakuwa vingumu sana kutrust ODM na deputy president, ikibainika kwamba sio kura nyingi ambazo zitakuja kutoka huko Nyanza. Na ukiangalia pia Western ni kama kura pia watakuwa wamegawana ama zitakuwa zimepotea, kwa sababu vile kule wale ambao Ruto au rais wetu Ruto anategemea wamletee kura, Wetangula na Mudavadi, ni vingumu sana sasa hivi, ukibainika kwamba yule ambaye ni Natembea ni gavana wa kule Trans Nzoia, ni ngumu sana na ameweza kushika mizizi kule. Kwa hivyo itakuwa vingumu sana kwa Rais William Ruto kuzoa kura zote kule Western. Kwa hivyo itakuwa ni 50-50. So kwa upande wangu mimi nasema DP Kindiki huenda ajipange vingine, lakini 2027 hawezi. Na najua kama ni deputy president kutoka Mlimani, either from Kiambu, Kirinyaga, Murang'a, hapa tu Central malikura zimekolea kwa wingi. Si huko East kwa huko East kura ni kidogo, lakini unajua wakati mwingi kule East kura ndio tunakumbuka wakati wa 2007 wakati Zakanithi hazifiki. So labda kwa sababu hiyo maeneo wanatumia manipulate wakati mwingine, labda wataangalia kama kuna kura za kutosha ili waweze kujaza kikapu. Right, tuendelee kuzungumza 0739766766 0713113129 na Mvita Breakfast. Kipindi ama awamu ni ya Baraza la Mvita. Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! The government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Na tunazidi kumalizia mazungumzo na mwenzangu hapa Charles. Yes, na UDA ndio chama ambacho tunaangalia, na nafikiri how siasa za ODM zitapan out, decide how coalition will be going forward, ama namna gani? Lakini ukiangalia kwa undani ODM itaweza kusplit into two, kwa sababu ukiangalia hata kama Babu Owino na kina Sifuna wako pande yao, watakuja sijaona kwa undani wakijitokeza, lakini najua siku zijazo Winnie Odinga na wale wengine ambao wana support huo upande wa baba. Orengo wako pande gani? Orengo wako upande huo tu wa kina Sifuna. Orengo na Nyong'o amekeep calm, hataki stress. Unajua yeye ni mzee. Wazee siku hizi hataki stress. Ukipata na stress kama ni mzee. Kama Odinga basi anataka stress because mimi Oburu ni kujitakia, kwa sababu Oburu kama ni yeye aliachiwa chama, na kama umeachiwa aliachiwa na nani? Who can vouch for him kwamba one problem yenye iliweza ku happen, wale ambao ni management committee ya ODM waliweza kukutana, na katika huo mkutano hata Babu Owino alikuwa, Orengo alikuwa, Sifuna alikuwa, wote walikuwa by the way, na wakaweza kusema meeting gani hiyo Raila alikuwa.
Raila alikuwa shaenda ile na mbona walimchagua immediately hata hawakungoja? Kwa sababu katiba yao wanasema ingekubaliana na hiyo nafasi kuachwa bila kiongozi wa chama. But the deputy party leaders. Yeah, kuna pale deputy party leaders, lakini lazima kukuwe na the leader of ODM ambaye he assume as interim. But sasa unajua kuna wale ambao walikuwa kuna ile pressure ambayo ilikuwa katika upande wa UDA. Kwa mtupatie mtu ambaye tutakuwa tuna negotiate na yeye. So ndiposa wakamchukua Oburu Odinga. Na ukiangalia kwa undani Oburu, unapokisikiza hotuba ya Winnie Jumapili iliyopita, inadhihirisha kwamba Oburu hayuko pamoja na Winnie. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna wale ambao wanasema baba alituacha kwa broad based government. Na wengine wanasema sisi hatujui hiyo broad based government. Na ukiangalia vile wale ambao wanazungumza kwa upande wa broad based government wanasema sisi hakuna siku tutakuwa kwa opposition tena. Sisi tutakaa kwa serikali. Sisi hatutatoka kwa serikali. Nilisikia Oginga akisema wacha ga something hapigwe tia gazi round. Tumekula tia gas sana. Ya kutosha. Pia akisema pia hata wamekuwa akisema kwamba wamepigwa tia gas vya kutosha. Huu ni wakati wa Gachagua akae katika opposition. Na what if upande wa Gachagua ushinde 27? Unajua upande wa Gachagua ukishinda 2027, yes, utakuwa ni uamuzi wa Kenya. Na uamuzi wa Kenya ndio mwisho kabisa, kwa sababu wa Kenya ndio. So bado wataendelea kula tia gas pande nyingine. Pande nyingine sasa wataendelea kukula tia gas. Na my guess is 2027 might be one term. Kama Rais William Ruto hata jikukutua mavumbi na aweze kuingia kutafuta kura kwa Wakenya, kwa sababu Wakenya wengi leo hii tunapozungumza I think ni kama wako Meru wakizindua mradi wa Nyota, kama sikosei. Lakini ukiangalia vizuri ni kwamba ile miradi ambayo inakuja mwisho wa mwaka tukielekea uchaguzi, ni miradi huwa ya kuandaa Wakenya ama ya kuwadanganya Wakenya waweze kupiga kura kuelekea mrengo fulani. Na kwa sababu Wakenya wanasema wamechoka, wacha tuone 2027 kama Wakenya watakuwa wamechoka waweze kupiga kura kwa kiongozi mwingine ambaye hata hatumjui, kwa sababu Wakenya wanasema bora atoke. Sisi hatutaki kujua nani ataingia, bora tu atoke, kwa sababu ametumelemaza vya kutosha. Sijui amelemazwa vipi, kwa sababu wao ndio walipigia hiyo serikali kura. Na vile jana tuliweza kushuhudia pia Junet Mohamed akisema waliandaiwa sana na serikali ambayo iliweza kuwa ni ya Uhuru Kenyatta, wakisema kwamba pia ile pesa ambayo ilikuwa ilipwe maagency yeye alikuwa nayo. Yeye kazi yake alikuwa ni kutafutia baba kura, na aliweza kutukana watu sana akitafutia baba kura. Yes. Na wale walikuwa walipe haya maagency ni Mburu na Mohoho Kenyatta. Na siona Mohoho the other day alikuwa State House. Jana. Hata ni jana, si kitambo. Ni jana alikuwa State House. So ukiangalia ile njama ambayo iliweza kupangwa na serikali, sisi hatuwezi tukajua, kwa sababu kama Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na mamlaka na alikuwa rais wakati ule, walikuwa na nguvu ya kufanya vile walivyotaka ili Raila Odinga kuwe rais. Na kama labda who knows, labda he did what he could. Not really, because inasemekana kwamba kuna a senior officer in government wakati huo aliweza kupigia Junet Mohamed simu akimuuliza tutafanya aje na ile mambo vile inaendelea kule Bomas ya kuendelea vizuri, kuna watu wanafanya ABCD. Junet akamwambia mimi yule mtu ambaye niko naye kwa ofisi yangu ni secretary wangu tu. Sasa wewe uko katika serikali, you have all the powers, why are you asking me this question? Are you kidding me? That was the words of Junet. Akasema kwamba ingekuwa ni mimi, ningekuwa saa hizi baba ni rais, na ningekuwa mimi niko mkubwa katika serikali, lakini sasa mimi bado niko wakatengeneza cabinet, na mpaka KICC wakatengeneza mahali baba atatoa hotuba ya kwanza. Na mimi ninawaongoza, nataka nyinyi msiwe nje ya serikali 2027. Hakuna mtu ambaye anaunda chama kwa opposition. Sisi chama yetu ya ODM imekuwa kwa opposition kwa muda mrefu. Wale wengine pia wakina unawaita nani? Ule mtu wa Mirima anaitwa nani? Something. Yeye pia aonje hiyo kidogo. Yeye hajapata tia gas ya kutosha. Wacha yeye apate kidogo. Lakini sisi
tufuate njia ya kuhakikisha ya kwamba chama chetu in 2027 itakuwa ndani ya serikali. Hiyo tutahakikisha tukifanya negotiation, hiyo ndio itakuwa lengo yetu na tutalinga. Na ukisikiza vizuri, si ati kwamba wajagua kwa serikali. Wakati wa mwaka 2007 ODM ilikuwa kwa serikali, Kibaki na coalition government na Raila alikuwa prime minister. So hawezi sema hawajakuwa kwa serikali. 2017 wakaingia tena, wakaingia mlango wa nyuma. Hiyo wakakuwa kwa serikali. So ODM along wamekuwa kwa serikali. By the way, sijui nini wanasema hawajakuwa kwa serikali, kwa sababu kila serikali ambayo imeweza kutengenezwa katika nchi yetu ya Kenya unapata kwamba wapo ndani. So hawezi sema kwamba wamekula tear gas. Wamekula tear gas wakitafuta kuingia kwa serikali, na wamekuwa kiingia kwa serikali kupitia mlango tunasema mara nyingi wa nyuma. Hiyo serikali ya nusu mkate. Wacha tuone 2027 vile anasema kama kwamba wataweza kushinda. Unajua huwezi zungumza ukijipiga kifua wakati huu, wakati wa Kenya wao ndio wenye kushikilia ile panga ambayo itakata wale ambao wataweza kuwa wanagombea viti tofauti. Kura yako iko tayari? Kura yangu iko tayari? Yes. Kura yangu iko mvita. Yangu nataka kuichange na sijapata nafasi ya kuichange. I think IBC also kwa haraka sana, sababu naona kitambulisho cha kubadilisha awamu kinakaribia. IBC wanafaa pia waweze kutusaidia. Wanafaa kwenda mashinani waweze kutusaidia sisi wa Kenya. Kama tukubadilisha kura tubadilishe, kama ni kujiandikisha kama upiga kura tujiandikishe. Na wanasema hawana pesa. Na vile vile waweze kuelimisha wa Kenya. Wanasema hawana pesa. Kuna what we call civic education. Tuweze kueleza. Nimeona mahali ni wako msoto. Wanasema hawana kitu. Sasa itakuwaje? Na unasikia serikali inatoa sijui pesa ngapi kwa mabloga. Itakuwa balaa. Cha tuingie. Serikali inatoa pesa kwa mabloga bilioni kadhaa kwa bloggers. Wakati madaktari wa Nairobi wamegoma almost 35 days. Na unakumbuka ile wakati mwingine pia wakati wa Uhuru Kenyatta waliweza kutumia pesa nyingi, government of Kenya delivers. Shikilia hapo tutakuwa tunarudi muda mfupi ujao tumalizie mazungumzo. Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! The government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Kwa nazungumzia kuhusu nini? IBC kusota. Yes. Na kama IBC imesota sidhani itakuwaje, na serikali inasema iko na pesa. Itakuwa ni noma kwa sababu walikuwa wamesema wanataka ku replace pia the Kim's kit. So sijui itakuwa vipi. Housing projects zinaendelea na serikali haina pesa ya kulipa. Bloggers pia wanalipwa. So serikali za county zinalia hazijalipwa miezi miwili. Capitation hakuna. Help hakuna. Lakini si help juzi nasikia watu wamesalimiwa. Wanafunzi wamesalimiwa the other day. Sina uhakika, lakini wamekawia sana. Lakini wamekawia sana. Walisalimiwa. Pia health ni hiyo imekwama. Na tunapozungumza siku unajua bado kuna madaktari wako katika likizo kutoka last year. This is not the country our forefathers fought for. And this is not the country we dream